Bana, unajua kwamba soka la Tanzania kwa hivi sasa limepiga hatua kubwa sana, na tunavyozungumza hivi maendeleo ya soka au mafanikio ambayo soka la Tanzania limepiga hatua hii. Kuna baadhi ya watu ambao hawaepukiki kwenye mafanikio haya ambayo tayari Tanzania kama taifa tumeyapata, lakini pia kama mashabiki, wapenzi na wadau wa soka pia mafanikio yamepatikana. Nazungumza hivi baada ya kushuhudia ndani ya miaka michache hii kumekuwa kuna mambo mengi sana ambayo yametokea, lakini mambo mengi yamekuwa ni positive na yamekuwa na mafanikio, yamekuwa ni ya mafanikio makubwa kwenye soka letu. Hapa nikizungumza hivi naanza na mdau namba moja ambaye ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Imekuwa mstari wa mbele kabisa katika kuhakikisha kwamba michezo inapiga hatua, lakini pia mambo yanakwenda vizuri kwa namna ambavyo watu wengi wanatamani iwe. Tunafahamu kwamba sheria za FIFA, kwa maana shirikisho la soka duniani, FIFA, wao huwa wanasema kwamba serikali haipaswi kuingilia masuala ya kimichezo, lakini serikali yetu imekuwa ni mdau namba moja kwenye kuhakikisha kwamba michezo inakuwa, lakini pia michezo inasonga mbele, na imekuwa ikisapoti kwa mambo kadhaa. Jambo la kwanza ambalo serikali inafanya, serikali bwana inahakikisha kwamba kuna harmony, peace and harmony, kwa maana kuna amani pamoja na utulivu kwenye michezo. Leo hii wachezaji wanatoka mataifa mbalimbali, wanatoka nchi zao huko, wanakuja kucheza soka nchini kwetu Tanzania. Inakuwa ni faida kubwa, na faida hiyo inakuwa ni sababu ya amani, lakini pia mpango mzuri ambao serikali yetu imeuweka, kwa maana tunasema kwamba imetengeneza mazingira yanayofaa kwa ajili ya kuvutia wachezaji kutoka sehemu mbalimbali. Lakini pia kwa upande wa timu za taifa, tukiachana na upande wa vilabu ambavyo tumeona vilabu vyetu vikifanya vizuri, vikipiga hatua kubwa sana kwenye soka. Hapa unazungumzia vilabu vya ligi kuu, kwa mfano kama Simba, Yanga, Azam, Singida Black Stars tunawaona leo hii. Tunaona kina Coastal Union, kuna kina Biashara United, timu ambazo zimefanikiwa pia kushiriki michuano kimataifa kwa nyakati tofauti tofauti. Sasa timu hizi zimepiga hatua kubwa sana kwa upande wa soka la vilabu, na jana tumeona ranks za CAF zimetoka. Ranks za CAF zimetoka na tumeona jana Simba Sports Club ipo katika nafasi ya 7, kwa maana ipo katika zile top 10, na hiyo ni kwa mujibu wa zile ranks kuanzia mwaka 2021 mpaka 2025 hivi sasa, kwa maana kwa kipindi cha miaka minne tumeona kwamba tumefanikiwa kuingiza timu kwenye top 10 ya timu bora barani Afrika. Hii ni hatua kubwa ambayo huenda kwa miaka ya nyuma ilikuwa ni ndoto ya kila Mtanzania, lakini pia ilikuwa ni ndoto ya kila mtu kuweza kuona, alikuwa anajiuliza kwamba inawezekana kweli siku moja Tanzania tukapata timu kwenye top 10. Hilo limewezekana ndani ya miaka hii michache ambayo tumeona soka linapiga hatua kubwa. Lakini kwa upande mwingine tumeona pia Young Africans wao wapo katika nafasi ya 19 kwenye zile ranks, na ranks hizo ndizo ambazo FIFA walizitumia kwenye kuchagua zile timu za kwenda kuwakilisha bara la Afrika kwenye michuano ya klabu bingwa dunia, kwa maana Club World Cup ambayo inaendelea huko nchini Marekani. Sasa kutokana na hicho lakini pia tumeona timu zetu zimefanikiwa kucheza hatua za finali katika michuano mbalimbali. Tumeona Simba msimu huu wamecheza finali ya kombe la shirikisho, lakini pia tukaona Yanga pia mwaka 2023 walicheza finali ya kombe la shirikisho. Tukaona pia wamecheza hatua za robo finali za michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa mara kadhaa. Tumeona Yanga msimu uliopita, lakini pia Simba Sports Club misimu takriban 6 wamekuwa wakicheza hatua robo finali, ambao ni mafanikio makubwa sana kwa upande wa soka la Tanzania. Lakini tunazungumza hivyo, sambamba na hivyo bana, kuna mambo mengine ambayo yamekuwa yakifanyika ndani ya shirikisho la soka la Tanzania chini ya rais wake Wallace Karia. Rais ambaye unaweza kusema kwamba Mbeya City wana msemo unaosema kwamba pale Sokoine ndio sehemu ambapo yale yasiyowezekana yanawezekana. Wana msemo wao wanasema kwamba hapa ndio shoka liliungua mpini ukabaki. Sasa kwa uwepo wa Wallace Karia tunasema kwamba yale ambao watu waliamini kwamba hayawezekani yamewezekana chini ya utawala na uongozi wa Rais Wallace Karia, rais ambaye kwa hivi sasa atabaki kuwa ni mmoja kati ya marais ambao wamepata mafanikio makubwa sana kwenye soka la Tanzania, lakini pia wameitangaza vyema nchi yetu ya Tanzania kwenye soka. Kwa maana leo hii tukimzungumzia Rais Wallace Karia, ni ukiachana tu kuwa rais wa TFF, lakini pia alikuwa ni rais wa Sekafa, kwa maana shirikisho la soka Afrika Mashariki na Kati, wadhifa ambao ameuachia baada ya kupata wadhifa mwingine ambao ni kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya CAF, kwa maana yupo sasa kwenye wale wajumbe wa kamati ya utendaji wale, na yeye yumo.
Sasa baada ya kuona vile akaachia huku kwa upande wa Sekafa, yeye akajikita zaidi kwenye upande wa CAF pamoja na TFF. Wakati huo tunazungumza hivi, Rais Wallace Karia ndiye rais ambaye timu zote unaweza kusema kwamba timu kwa mfano, nitolee mfano Simba pamoja na Yanga ni timu ambazo zina mashabiki wengi sana, lakini pia ni timu ambazo tunaweza tukasema kwamba ndio icon ya mpira wa Tanzania toka miaka na miaka, kwa sababu tangu miaka ya 60 huko kipindi cha uhuru timu hizi zimekuwa zikifanya vizuri, lakini pia timu hizi zimebaki kwamba ndio icon au nembo ya soka la Tanzania kimataifa, kwa sababu tunazungumza Simba, tunazungumza Yanga, ni timu ambazo zina mashabiki worldwide, kwa maana Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla, ndio timu ambazo zinafahamika sana. Ni sawa na leo hii ukizungumzia timu kama kina Manchester United, lakini pia kina Liverpool, unazungumzia kina FC Barcelona, kina Real Madrid, ndio timu ambazo zinafahamika dunia nzima. Kila timu unakuta ina timu zake, kila nchi unakuta ina timu zake mbili ambazo ni maarufu au zinajulikana. Sasa kwa Tanzania ni Simba pamoja na Yanga. Sasa kutokana na hilo tumeona mara kadhaa Simba wamefanya vizuri kimataifa, Yanga wamefanya vizuri kimataifa, lakini hii yote ni chini ya utawala au uongozi wa Rais Wallace Karia. Kuna watu ambao huwa wanamshutumu au wanamlaumu kwamba huyu bwana ni kwamba huyu bwana amekuwa kibezi upande mmoja, amekuwa kipendelea upande huu, lakini ukiangalia huyo rais ndiye ambaye amefanya timu zote hizi zimekuwa na nyakati bora sana uwanjani. Timu zote zimekuwa zikifanya sajili nzuri, timu zote zimepata mafanikio chini yake. Lakini pia kwa upande mwingine timu hizi wakifanya vizuri wanasema rais ni mzuri, wakifanya vibaya wanaanza kusema kwamba rais ni wa upande mwingine. Kwa hivyo ni vitu vya kawaida ambavyo tunavitarajia kwenye mpira, lakini haviondoi ukweli kwamba huyu mwamba pamoja na wasaidizi wake, kwa maana Rais Wallace Karia pamoja na wasaidizi wake kina Othman Nyamlani ambaye ni makamu wa rais wa kwanza, lakini pia kina mzee wetu Steven Mguto ambaye ni makamu wa pili wa rais, wamekuwa wakifanya vizuri sana, wamekuwa wakifanya kazi kubwa. Sasa nazungumza haya wakati tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Agosti, ambapo tayari wameshatoa taarifa kuhusiana na namna ya kuchukua fomu, namna ya kujisajili kwa wale watakaogombea kwenye nafasi hizo, ambapo ni nafasi ya urais wa TFF pamoja na nafasi za wajumbe wa kamati ya utendaji ambazo ni nafasi 6. Kwa maana hiyo viongozi 7 wanahitajika kwenye safu ile kuiongoza safu ya TFF. Na ukumbuke kwamba nchi yetu sasa hivi chini ya uongozi wa Rais Wallace Karia imekuwa ni nchi ambayo imekuwa ikitazamwa kama kitovu cha soka, kwa sababu tunafahamu hapa Afrika Mashariki ukizungumza soka kwa hivi sasa, soka limeegemea Tanzania, na tutaandaa mashindano mbalimbali. Kwa mfano tutaandaa michuano ya CHAN mwezi wa 8, lakini pia tutaandaa AFCON ya mwaka 2027 tukishirikiana na Kenya pamoja na Uganda. Lakini ukiangalia sisi Tanzania tumekuwa ni icon kwa sababu sisi tumepewa 50% za kuandaa, kwa maana kama vitakuwa ni viwanja vinne ambavyo vinatumika, ina maana sisi Tanzania tunapaswa kutoa viwanja viwili. Kenya wanatoa kiwanja kimoja na Uganda wanatoa kiwanja kimoja. Kwa hiyo sisi tumepewa 50% za kufanya maandalizi ya michezo hii. Lakini pia tumeshuhudia chini ya utawala wake hapa au uongozi wake ufunguzi wa mashindano mbalimbali. Tulishuhudia AFL ambayo ilifanyika hapa mwaka juzi. Simba Sports Club wakacheza dhidi ya Al Ahly, mechi ambayo ilifana sana pale, ufunguzi ambao ulikuwa ni mkubwa. Tulishuhudia viongozi wakubwa wakija hapa Tanzania akiwemo Arsene Wenger ambaye alikuwa ni mmoja kati ya makocha bora sana pale nchini England. Tukashuhudia pia rais wa FIFA kwa maana Gianni Infantino akija pale na yeye kwa mara ya kwanza akikanyaga ardhi ya Tanzania. Na hiyo yote ni kwa sababu ya sera nzuri ambayo imewekwa na serikali, lakini pia mambo mazuri ambayo TFF chini ya Rais Karia imekuwa ikiyafanya yakapelekea mpaka sisi kuwa tukawa kama tumepewa favor fulani hivi ya kuwa wenyeji wa ufunguzi wa mashindano hayo. Lakini pia kama itoshi, tumeshuhudia timu zetu mbalimbali zikifuzu kwenye mashindano mbalimbali, mashindano ya kimataifa, kwa maana tumefuzu AFCON back to back kuanzia mwaka 2019, jambo ambalo tulilikosa kwa muda mrefu. Kwa maana Tanzania imeshiriki AFCON ya kwanza mwaka 1980. Baada hapo tumekaa zaidi ya miaka 39, mpaka 2019 ndo tukafuzu tena kwa mara nyingine. Baada ya hapo tumekuja kufuzu tena 2021, tumefuzu tena 2024 hiyo hapo ambayo ilichezewa 23 ambayo ilichezewa kule nchini Cote d'Ivoire, lakini 25 pia nchini Morocco, kwa maana mwaka huu tumo pia tutakuepo.
Sasa na 2027 sisi tutakuwa wenyeji, kwa hiyo tumo pia. Kwa hiyo imekuwa ni mambo ambayo yale ya kihistoria ambayo tuliona kwamba hayawezekani, sasa yamewezekana chini ya utawala au uongozi wa Rais Wallace Karia. Lakini katika kitu ambacho watu wengi wanapaswa kufahamu pia ni kwamba mwaka jana 2024 tuliweka historia ya kibabe, kwa maana Tanzania ilikuwa ni nchi ambayo ilikuwa na timu saba, timu zake zilifuzu kwenye mashindano saba tofauti tofauti kwa yanayosimamiwa au yanayoratibiwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. Zilikuwa ni nchi mbili tu ambazo zilikuwa na wawakilishi wengi zaidi kwenye michuano hiyo, kwa maana sisi Tanzania pamoja na Morocco, ambao pia walifuzu kwenye michezo yote saba ambayo inaratibiwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. Tunazungumzia AFCON ya timu za wanaume kwa maana senior teams, timu za wanawake, timu za vijana, kuna ile futsal, lile soka, kuna beach soccer, kuna futsal. Kwa hiyo ni mashindano yote yale ambayo yanaratibiwa na CAF, sisi tulifanikiwa kufuzu. Hivi ni vitu ambavyo tunaweza tukawa tunajivunia, sasa tukabaki tunajivunia kama Watanzania, lakini pia tunajivunia uongozi wa Rais Wallace Karia. Sasa wito wangu au my take kwa wale wote ambao watakuwa wanagombea sasa kwenye nafasi ya urais, kiti hichi cha urais wa TFF, mimi niwaombe tu kwamba pale ambapo tuliishia, kwa maana Rais Wallace Karia aliishia, wao sasa wana jukumu la kuendeleza, na sio kuendeleza tu, ni kwamba wanapaswa sasa wafanye jitihada waweze kubeat ile standard ambayo tayari Wallace Karia aliiweka, kwa maana waweze kama Wallace Karia aliishia hapa, ina maana wao wanachopaswa kufanya ni kuishia huku juu yake, kwa maana wasiishie pale pale alikoishia yeye, kwa maana wasiishie pale pale. Kwa hiyo wanapaswa waongeze jitihada, waende juu zaidi ya pale alipoishia yeye, na sio kwamba washuke, kwa sababu wakishuka itakuwa tunarudi kule kule tena. Wasimamie kanuni, haki, utaratibu, wanyoshe mambo kama ambavyo Rais Wallace Karia amekuwa akifanya, maamuzi magumu ambayo yana faida kwa mpira wetu, lakini pia maamuzi ambayo yamekuwa, kuna muda mwingine unaweza kusema kwamba upande mwingine watu wanasema kwamba haya yameegemea upande huu, haya yameegemea upande huu. Kwa vitu kama hivyo Wallace Karia amekuwa akisimama katikati akinyoosha, anaona kwamba huku sawa, huku sio sawa. Kwa hiyo anasimama hapa, haijalishi anamuumiza nani au yanamfaidisha nani, bali ni kwa faida au maslahi mapana ya mpira wetu. Huyo ndio Wallace Karia bana. Leo nimejisikia tu kuzungumza hivi kwa sababu nimeona mtandaoni pia watu wengi wakimtukana, watu wengi wakisema mambo mabaya kuhusiana na yeye, lakini pia tunakumbushana, sio kwamba yeye ni binadamu kama wewe na mimi. Kwa hiyo pale ambapo anakosea tunafahamu kwamba hapa amekosea, lakini pale ambapo anapatia tunasema kwamba mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Kwa hiyo hakuna binadamu asiyekosea, mkamilifu ni Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hiyo bwana, kwenye hilo tukumbuke kwamba kwenye uongozi wake bwana, huyu jamaa amefanya mambo makubwa sana ambayo yatabaki vizazi na vizazi. Na leo hii tunazungumza hivi wakati mashindano ya timu za vijana mashindano ya timu za wanawake yakiendelea katika viwanja vya Azam Complex kule. Tunashuhudia mataifa mbalimbali yamekuja hapa nchini kwa ajili ya mashindano hayo. Mwaka jana kulikuwa kuna mashindano kama haya kwa upande wa timu za vijana zile, kwa maana under 17 yalifanyika pale pale Chamazi. Lakini hii yote ni kutokana na maendeleo ambayo soka letu linapiga, kwa maana zile hatua ambazo soka letu linapiga. Tunashuhudia Kenya, Uganda, Sudani, sijui kina Rwanda, Burundi wako hapa kwa ajili ya mashindano hayo ya timu za wanawake. Kwa hiyo bwana, lakini pia timu za vijana tunaziona zinafanya vizuri kimataifa, timu za wakubwa pia zinafanya vizuri kimataifa. Mpaka leo hii tunapata hadi nafasi ya kualikwa kwenye mashindano kama Kosafa, ambayo yanahusisha timu za Afrika Kusini, timu za kusini mwa Afrika. Kwa hiyo tunapata nafasi hiyo kutokana na ile sera nzuri, lakini pia soka letu linapiga hatua. Kwa hiyo bwana, mimi sina la ziada, niwatakie kila laheri, lakini pia niwatakie kila laheri, lakini pia niwakumbushe kwamba mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni.